asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali hiki cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa kila Alhamis kuanzia saa 1 mpaka saa 2 usiku, na Alhamis ya mwisho wa mwezi siku kama ya leo tunakuwa na kipindi cha dakika 90 cha maswali na majibu. Basi bila kupoteza muda, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry ili aweze kuendelea na utaratibu wa leo. Karibu Brother Jerry. Amen, amen, amen. Asante sana Prisca Mugambishana akizungumza mbashara kutoka yaliko makao makuu mazetu za Umoja hapa Dallas, Texas. Mkaribisho ambao waweza kuingia kwa wakati katika kipindi cha Bible Study kama alivyosema mwenzangu cha maswali na majibu, kwa sababu leo ni Alhamisi ya mwisho wa mwezi kwa kalenda ya mwezi wa 5. Ukiangalia vizuri ni wiki 22 kati ya 53 za mwaka 2026 na ni siku ya 148 kati ya 364 tunazotegemea kwa mwaka huu. Na itakuwa kipindi cha 5 cha namna hii cha maswali na majibu kwa dakika 90. Namshukuru sana Mungu katika baraka hiyo, na tukushukuru ambaye umeweza kuingia kwa wakati. Wakati anajiandaa kumkaribisha mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kutufungia kipindi kwa sala jioni, tafadhali basi kuwa shemasi, kuna flyer ama reminder kukumbusha kuingia katika kipindi, kamata ile forward kwa mtu mwingine mmoja tu, ukimtaarifu kwamba kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili kipo hewani na watakuwa tayari basi kujiunga pamoja nawe katika kipindi hiki. Basi bila kupoteza muda, nimkaribishe mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, atatuongoza katika kwa kufungua kipindi cha kwa sala jioni. Karibu. Amen. Asante sana, na tuombe. Baba na Mungu wa rehema, katika jina la Yesu, leo ndio ile siku ambayo Mungu tunakutana pamoja kwa njia ya mtandao na kujengana kila mtu na mwenzake kwa njia maswali na majibu. Sasa Baba, tunapokwenda kuanza kipindi chetu hiki kizuri, kwanza tunaliweka dawati la Bible Study mikononi mwako, na watu wote kabisa ambao wamekwisha kuingia na watakaoingia. Siku ya leo ikawa ni siku ya baraka kama ilivyo kawaida siku kama ya leo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen, amen, amen. Sana mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa kutufungia kipindi chetu cha kwa sala ya jioni. Naam, tunaingia moja kwa moja katika kipindi cha maswali na majibu kama nilivyosema kwa dakika 90. Hii itakuwa kipindi cha maswali ya aina yote ya Kikristo ambayo aidha umesikia yakifundishwa at any time katika madhabahu yetu ya Umoja ama katika sehemu nyingine, ama basi tu ni kitu kwenda kukereketa kama Mkristo ambacho unasema kwamba hebu tujadiliane hili, hebu tupate kidogo wasaa wa kulizungumza hili, kipindi cha maswali na majibu cha dakika 90. Kama nilivyosema, maswali la aina yote ile la Kikristo ambalo kwa kutumia Biblia yetu ama kwa kutumia knowledge yetu tulikuwa nayo ya dini yetu ya Kristo, basi unaweza tukasaidia na pamoja kulichambua ama kulinyambua na kuweza kufikia mahala. Kwa sasa leni zetu wote ambao tuko mubashara zipo muted. Tafadhali angalia simu yako, bonyeza alama ya nyota nambari 6, yani *6, utakuwa hewani. Jina la kwanza na pale ulipo, nitakupa dakika 2 mpaka 3 kuuliza swali lako, na jibu tutampa dakika hizo 2 ama 3 kujaribisha kujadiliana pamoja katika hayo. Basi uko hewani, kipindi kimeanza rasmi. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Karibu, nafikiri dada Messi huyu. Amina. Asante kaka Jerry, Mungu akubariki. Asante baba mchungaji kwa kutufungulia kipindi kwa maombi. Na nashukuru. Naitwa dada Messi, natoka Connecticut. Swali langu linatoka katika ile Daniel 12 mstari wa 4, ambao kwa kifupi, kwa paraphrase, kwamba maarifa yataongezeka. Swali langu linakuja kwamba kutokana na maendeleo yaliyopo katika mitandao na app hiyo ChatGPT,
DeepSeek, AI, vitu kama hivyo. Unakuta kwamba kwa sababu huwa nasikiliza mahubiri online sometimes kwa wahubiri tofauti ambao ninapenda kuwasikiliza, na nikaja kukutana kwamba wanajadiliana kwamba nowadays you don't have to take kwamba kupoteza muda kutafuta sermon au kutafuta somo la kuweza kufundisha. Ni kwamba wewe ukiwa na kitu kiko kichwani, ingiza kwenye hizi app, litakuletea sermon nzima, yani itakuletea mafundisho yote. Tena ukitaka ukasema kwamba nataka mafundisho yangu yawe kama ya mchungaji Absalom, yanakuletea mafundisho kama mchungaji Absalom unavyotaka. Sasa kwa kiroho hii ni sawa, teknolojia, maarifa kuongezeka na watu kuchukua njia namna hiyo bila Roho Mtakatifu, bila kuonda kwamba konda wangu anataka lini au Mungu anataka nifundishe nini, kwenda kwa njia hiyo kwa hali ya sasa hivi tunavyokwenda, je, ni sawa? Amen. Amen. Asante sana kwa swali zuri hilo la Messi kutoka pale Connecticut. Amechambua kutoka Daniel 12:4 tutaisoma, lakini ngoja nielewe swali lako vizuri. Nataka kujua kwamba kutokana na maendeleo ya kimtandao leo hivi sasa, kuna AI, kuna ChatGPT na kadhalika. Je, swali lako lipo hivi, je, ni sawa kiroho kwa watumishi kutumia media hizo katika kuandaa masomo ama kukopi masomo? Najaribu kuangalia kuna kufanya research, unaandaa pale then unakuja na kwako, ama swali lako unasema kwamba kuna watumishi wanaingia pale wana print wanasoma kama ilivyo. Je, unataka kusema wanafundisha kama ilivyo ama wanaanzia kufanya research yao pale? Both, kwa sababu mimi ninachojua neno la Mungu research unatafuta kwenye Biblia, sio kwenye app. Yaani unamtafuta mtakatifu na kufundisha through the Bible. Kwa hiyo naweza kusema vyote viwili. Amen. Amen. Asante sana. Haya, basi mmeweza kusikia swali hilo. Tajibisha kuliparaphrase again. Mmoja swali anataka kufahamu, je, ni sawa kwa mtumishi kutumia hizi media za leo, AI, ChatGPT na kadhalika, kupata somo mule and then kuja kulifundisha kutokana na knowledge aliyotoa pale, badala ya alitamka at one point kuongozwa kiroho na kutumia Biblia katika kuandaa masomo yake ama somo lake? Na akatoa na mfano kabisa, akasema kwamba amegundua kwamba unaweza mpaka kuiambia bwana, nataka nifundishe kama mwalimu fulani, na kwa sababu ile media inafahamu, basi inakwenda na kuandalia somo limekaa kama na mwalimu fulani hivi, and then unakuja unalifundisha. Je, ni sawa ama si sawa? Mnaonaje katika hiyo? Karibu. Bwana asiwe. Amen, amen, amen. Jina la kwanza pa ulipo, karibu tuendelee. Mimi naitwa Winnie na wasalimu katika jina la Bwana. Nitajibu partially swali alilouliza mtumishi wa Mungu dada Mese. Kwa kazi ambayo nafanya mimi, kwa kweli ya mambo ya AI labda ndio siku za mwisho ndio iliambiwa elimu itaongezeka, yani ni vitu ambavyo sijawahi kuona. Unaweka tu kwenye kompyuta, labda mtu amekuja na stroke ama mtu amekuja na heart failure, unaiambia kwamba huyu ni 77 years old male, amekuja, alianguka, alikuwa na stroke, sasa hivi yuko hivi na hivi, CT scan inasema hivi na hivi, naomba assessment and plan. Inakuandikia kila kitu cha kufanya. Yani kama ulienda shule kufanya nini, mimi naweza nikafanya hivi. Lakini kuna wakati inafanya makosa, kuna details nyingine inakuwa labda haijui, kwa hiyo itakuandikia tu summary ya hivyo vitu. In one way another, kuna sehemu ambayo inasaidia, lakini huwezi ukachukua kila kitu inavyokuambia. Ukija kwenye upande wa swali la dada Mese, mimi nafikiri sio sahihi, kwa sababu ukiwa kama mtumishi unaandaa neno la Mungu, kuna wakati Roho Mtakatifu unashangaa anakupa vitu ambavyo labda hata wewe mwenyewe ulikuwa hujapanga kuongea, ama unaanza ukiomba, ukishika Biblia yako na ukishika notebook, unashangaa unapata mawazo ambayo hata wewe mwenyewe yani unasema this is not me, yani ili wazo mimi nisingeweza kulikumbuka wala nisingeweza kusema hiki kitu. Kwa hiyo unakuta kabisa ni Roho Mtakatifu anakuwa anakusemesha. Kwa hiyo kama ukitumia AI, hizo ni vitu tu, ni technology ambazo zimewekwa kwenye kompyuta ambazo hazina uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama utakuwa unafanya hivyo ni kama kucopy and paste tu. Sidhani kama
kwa sababu Mungu anapokupa neno na anapokupa pointi za kuongea, anakuwa ameshajua ni nani atakuwa kwenye hiyo congregation, ni nani anahitaji kusikia hiki kitu kwa wakati huo, ambapo sidhani kama AI ina Roho Mtakatifu au na uwezo wa kuweza kujua hayo. Sio AI tu, hata sisi kama ukiwa kama mhubiri, ukiwa unaandaa neno unakuwa hujui, ila Roho Mtakatifu ndo anayekufundisha nini cha kusema, kwa sababu anajua ni nani atakuwepo. Kwa hiyo mimi naona sio sahihi kufanya hivyo kwa watumishi. Amen. Sana dada Winnie kwa kutuanzia hapo. Nikiparaphrase hapo, mchangiaji wa kwanza anasema yeye anaviona si sahihi. Daniel 12:4 nasemaje? Lakini wewe Daniel. Okay. Kama naweza nika. Amen. Karibu. Nafikiri mchungaji Mangesho. Ndio nashukuru Kajeri. Mungu abariki sana, swali zuri. Niko njiani kama katika network, basi nitajaribu kurudi. Kwa sababu niseme hivi, swali zuri sana, na mimi nipo katikati alivyojibu dada Winnie. Nipo katikati, kwa maana kwamba sio sahihi hujaomba, hujafanya chochote kile, ukaiambia tu AI ikuandalie somo alafu ukafundisha. Kwa sababu kama ambavyo dada Winnie alivyosema, nilisema mtu uwe inspired kutoka katika moyo wako, kile kitu ambacho Mungu anazungumza na wewe, alafu wewe ndio uandae somo. Sasa basi, kabla AI haijaja, kabla ya mambo ya AI ni ChatGPT, unakuta hata sisi tulipokuwa tunaandaa masomo kipindi cha nyuma, bado tutaingia kwenye kompyuta, tutafanya research. Kwa mfano, labda unatafuta historical background ya mstari fulani, labda makazi kipindi hicho yalikuwaje, unajaribu kuoana na kuangalia watumishi wengine wamefundishaje, walilichambuaje hilo neno, alafu unaoanisha na kile ambacho Roho wa Mungu anazungumza na tayari. Kumbuka, naomba msisahau your point. Wewe tayari uko inspired na Mungu tayari, lakini sasa unataka ukuze na kupanua wigo kidogo kwa kile ambacho unachotaka kufundisha. Ndio maana hata unakuta kwa mfano wakati mwingine wachungaji watakapofundisha, wanapokuwa wachungaji, kuna baadhi ya vitu ambavyo watakavyogusia ambavyo walijifunza darasani. Unaona? Kwa hiyo sasa fast forward kwa sasa hivi ambapo sasa kuna ChatGPT na mambo ya AI na vitu kama hivyo. Kwa kama tunasema pale mwanzoni, sio sahihi kuiambia ikuandalie somo alafu fundisha hujaomba wala nini, lakini ni sahihi kuitumia kwa kufanya research. Unaona, kwa mfano let's say nimepata mstari labda sema Mathayo 24 labda mstari fulani, naweza nikaiambia hebu naomba unitafutie mstari mwingine unaofanana na huu. Unaona, ukafanya research kwamba okay, kipindi kile labda walikuwa wanaishi vipi. At the same time huku unamuomba Mungu, unamwambia Mungu, naomba hata napokwenda kufanya research, naomba uniongoze, inipatie yale majibu ambayo unataka mimi niweze kuwapatia watu nitakaokwenda kuwafundisha. Kwa hiyo tayari unakuwa katika maombi, tayari unakuwa katika chini ya upako wa Mungu hata unapofanya research. Ndio maana unakuta watumishi wengi kama kina Mwakasege nani, unasikia wanazungumzia habari ya kununua vitabu, wanunua vitabu vingi wanavisoma. Kwa nowadays vitu vimekuwa simplified in one location. Unaona? Kwa hiyo yes, sio sahihi, sio vizuri, hujaomba, hujafanya chochote, umekurupuka Jumapili asubuhi, hata hujamuomba Mungu akuonyeshe nini, ukaitumia hiyo, ni vibaya. Lakini sio mbaya kutumia AI kuboresha kile kitu ambacho tayari Mungu ameanza kuzungumza na wewe, ukajazilia hapo. Amen. Sana kwa uchanguzi mzuri kabisa huo, mchungaji Mangesho kutoka pale Oklahoma. Naomba usubiri kidogo, nakuja kwako. Amen. Subiri kidogo. Hebu tukaze kidogo ili swali liwe kwa uzito wa kipindi sasa. Nitapita sehemu iliyopita mchungaji Mangesho. Peleka swali kwa namna hii.
Mtumishi anataka kufundisha swala la ubatizo na anataka kujua kati ya ubatizo maji mengi na maji machache upi una nguvu. Kwa mfano, ameguswa na Roho Mtakatifu hivyo. Then akaenda ChatGPT akauliza hiyo swali, zikaja page 8 pale zinazotetea swala la ubatizo maji mengi na akasoma, lakini kumbuka source yake kwanza ilikuwa ameguswa Roho Mtakatifu, ubatizo maji mengi. Then akaenda ChatGPT akamwaga pale kama page 6-7. Akaprint, akazisoma, akasali. Akija kuzitumia huyu ni sawa ama si sawa? Karibu yule ambaye anaingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kaka Jerry, samahani, naomba niseme kitu kimoja kabla sijakwenda kujibu hilo swali. Mimi niko kwenye chuo na tumeanza level ya degree ya Jumatatu. Na wanachuo wenzangu wengine wako hapa. Watakwenda kushuhudia kile nitakachoenda kuzungumza ambacho profesa wetu alikizungumza juu ya AI. Alisema hivi, kuna mitihani ambayo tutakuwa tunaifanya. Mmoja wapo utakuwa ni wa kuandika makala. Akasema, sasa ni sawa unaweza ukatumia visaidizi kama AI, hizo ChatGPT, lakini usinukuu kwamba yani ile mazima kwamba una copy na kupaste, kwa sababu atajua kama umechukua huku umekuja umecopy huku, umekuja una paste huku. Unachotakiwa ufanye ile AI ikusaidie wewe kuchambua vitu ambavyo vitafaa kwenye ile makala yako, ukaipersonalize ikawa ya kwako, ndio unatakiwa usubmit. Kwa hiyo AI ni kisaidizi kama vitabu, kama kompyuta. Unaweza ukatumia kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, anakuwa amekudondoshia kitu ndani yako kuhusu jambo fulani, then ukaenda ukafanya research, ukapata kile unachokipata, ukachambua, then you may use it, kwa sababu tayari Roho Mungu alishakupa maelezo. Lakini sio kwamba eti unataka kwenda kuchukua masuala ya ubatizo alafu unayabeba mazima unakwenda unayasoma. Hapo utakuwa umekosea, kwa sababu kabla hujaenda kusoma hayo mambo ya ubatizo tayari ulikuwa unajua wewe, mpaka ufikie kipindi cha kusema unataka kwenda kumbatiza mtu kwenye maji mafupi au maji marefu, tayari unajua ni nini unachoenda kukifanya. Uweze kusema eti unaenda kumuuliza AI, hivi ubatizo gani ndio una nguvu zaidi? Huo utakuwa ni ukichaa, utakuwa ni kutokuelewa. Huyo mtumishi atakuwa sio mwerevu, atakuwa ni hajui anachokifanya. Aweke nani chini, arudi magotini, apate mwongozo zaidi, aingie in fact aingie UIBC afundishwe, ndio atajua kama anahitaji kutumia AI or not. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Karibu, nafikiri ni mwalimu Show huyo. Karibu. Asante. Ninaomba niongezee kwenye wenzangu walioongea kwa kutumia Biblia. Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 12 mstari wa 4 na 11, ukiusoma anasema, nitasema kidogo, hata kupewa vipawa, yani hutoa vipawa tofauti kwa ajili ya kulitumikia kanisa. Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu tukimwangalia, ninataka kuongezea anapoongea mchungaji wangu Lilian, utusaidia sisi kutupa maarifa na ni nini tuongee kwa wakati gani. Lakini pia tukiangalia katika Yohana mlango ule wa 16 mstari wa 4, anasema utusaidia ndani ya mioyo yetu kuhusu dhambi na kutongoza njia ya kutubu. Roho Mtakatifu. Ni kwa nini ninaongea hayo nitasema, lakini tukumbuke kwenye ile agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo kwenye Matendo ya Mitume 1:8 anasema,
lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu ya kuwafundisha, kuwaelekeza kufanya yote niliyowaambia. Alafu tukisoma kwenye Yohana 14 mstari wa 26 anasema, lakini huyo msaidizi Roho Mtakatifu hatawafundisha yote. Hata tungeenda kwenye Old Testament, tusome kwenye Zaburi ya 8 mstari wa 32 anasema, nitawafundisha njia utakayoiendea, nitawashauri na jicho langu likiwatazama. Ni nini ninataka kusema? Kama mtumishi wa Mungu, kama kiongozi wa kanisa, kuna vitu ambavyo ukisimama madhabahuni unaenda kusimama ukimuomba Roho Mtakatifu akusaidie. Utakuja na somo la kumfundisha Gloria aliyoko Arusha na we uko Marekani. Utakaposema Gloria alikuwa na tatizo hilo, Roho Mtakatifu atasema naye. Maana Mungu anatujua kuliko sisi tunavyomjua. Kwa hiyo ni visaidizi vya kutusaidia. Nguvu yetu kubwa ni kwenye nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mimi ningeweza kusema, ninatamani mtumishi wa Mungu aingie magotini, Roho Mtakatifu amfundishe jinsi ya kusimama na neno la kusema. Jambo lingine, ninarudia pale aliposema dada Mese kwenye pointi kwamba hata tukitaka kumwambia tunaotaka kuhubiri kama mtu fulani, hautakiwi kuhubiri kama mtu fulani, unatakiwa kuhubiri kama Mungu anavyotaka kwa ajili ya wakati ule na saa ile, na watu walioko mahali pale wapate kitu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Asante. Amen. Sana mwalimu kwa jibu lako zuri hilo na mifano ya Biblia. Kwa ajili ya noti zetu ilikuwa ni Wakorintho wa kwanza ngapi? Namba nianze kwenye Wakorintho ama ni kuanzie kwenye ngapi? Wakorintho wa kwanza. Ni just Wakorintho pekee yake. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 hadi 11. Amen. Asante. Hizo nyingine zote ninazo. Asante sana katika hilo. Naam, tumeweza kusikia mdao unakwenda vizuri hapo. Hebu tuangalie sasa. Naona kwamba karibu kila mtu ambaye amechangia anasema, Elise kwa sikio la dawati, it's okay kuingia mule, lakini it's not okay kuichukua kama ilivyo. Na tumeendelea kulishape swali vizuri, kwamba kwanza upate neno, kwamba unataka kufundisha kitu gani. Na tumesema kwamba kuna ambao wanatumia kompyuta kama means of resource. Teknolojia kipindi hicho kompyuta ilikuwa haipo, lakini imeanza kutumika. Sasa hivi tumevuka kidogo, tumefika kwenye AI, naye inatumika. Najaribisha sikia kidogo zaidi hapo. Je, ni sawa ama si sawa kuingia mule? Kuna mtu anabafia kwamba sio sawa kuingia kule. Na kumbuka wakati tunajibu swali lako, tunakubaliana na yafuatayo. Tunakubaliana kwamba tayari umeshapata neno kwa Mungu, umeshapiga magoti, Mungu amekuelekeza. Sawa, Biblia yako iko pembeni yako hapo kama siku zote. Lakini katika simu yako ama katika kompyuta yako una AI ama una ChatGPT. Unataka kuingia kuna kuendelea kufanya research mule. Ni sawa kutumia ile ama si sawa? Tunakubaliana kwamba sio sawa kuchukua kama ilivyo kwa copy. Je, ni sawa kuingia mule ama si sawa? Amen. Karibu sana dada Winnie. Amen. Yeah, mimi nafikiri inabidi tuwe clear hapo. Wewe mnavyosema kwamba tumeshapata somo, ni kama vile nimeshapata title. Yaani Roho Mtakatifu amekuambia kwamba labda ongelea tithe. Yaani bado kuna chance ya kumuomba Roho Mtakatifu. Unajua kwamba fulani atakuja pale hajawahi kutoa tithe, huyu hajafanya hiki, huyu hajafanya hiki. Sidhani kama AI ina uwezo wa kujua hilo. Kwa hiyo hata kama ukipewa title, yani title ni kitu kidogo sana, bado ile
yani ile nyama ambayo inatakiwa iwe chini ya ile title, nafikiri totally tunatakiwa tuipate kutoka kwa Roho Mtakatifu. Sio kila kitu utakipata huko kwenye AI utakichukua, au sio kila kitu hata wale wanaosoma vitabu ambao wanasikiliza mafundisho tofauti tofauti kwamba watachukua everything. Kuna vitu ambavyo labda Roho Mtakatifu atakusemesha, okay, iki hapa labda kinafaa hiki hapa, lakini huwezi tu ukapata title alafu wewe ukaenda kwenye AI. Hata kwenye vitabu ni kwamba utakuwa una limit Roho Mtakatifu kusema na wewe. Kwa sehemu chache ambazo mimi nimefundisha, yani kuna kitu kinaletwa ndani ya moyo wako na kwenye mawazo yako ambao unajua kabisa hiki hapa sio mimi. Kwa hiyo shida sio kupata title, shida ni kwamba ile complete package ambayo unatakiwa ukaitoe kwa watu inatakiwa iwe imekuwa inspired na Holy Spirit. Not only inspired kwamba amekupa ukakifanya hicho kitu. Ndio unaweza ukafanya hizo resource ukazicheki, lakini mimi nilitaka tu kwamba isiwe kwamba okay, nataka kuongelea, nimeshajua nataka kujua ubatizo, au nimeshajua nataka kuongea mambo ya taifa, au nimeshataka kujua sijui nini. Alafu kwa sababu Roho Mtakatifu haishi kutupa tu title, anatupa na uwezo wa kusema ni nini kisemwe kutokana na mtu ambaye atakuwa kwenye ile audience ambayo itakuwa inasikiliza ile message. Ndio maana unakuta kanisani watu watakuwa wanaguswa kwa tofauti tofauti. Neno moja linasema linamgusa huyu, lingine linasema kwa sababu Roho Mtakatifu alijua. Lakini ukienda tu ukiprint out kwenye labda samani nikukunje kidogo mkono, wakati Roho Mtakatifu anakupa item ya pili, is it okay kuitype pale kueleza kwamba okay, nimewiwa kufundisha kuhusu hichi pia, nikatumia ChatGPT kama ambavyo umeshika Biblia yako ukasema kwamba nafundisha kuhusu ubatizo, oh by the way nataka nifundishe kuhusu utoaji, ukafungua Biblia yako hata kwenye somo la utoaji. Je, unaweza kutumia AI pale ukaandika topic ya pili? Ni sawa ama si sawa? Nafikiri sijakuelewa kwamba unafundisha ulipokuwa unasema kwa mfano katika mfano wako umesema kama unataka kufundisha kuhusu ubatizo and then Mungu pale akakuongeza kwamba kuna swala la utoaji. ChatGPT MI hawezi kujua kutoka kwenye ubatizo kwenda kwenye utoaji, which is true. Lakini wakati Mungu amekupa kile kitu, ungekuwa umeshika Biblia yako, chances za ungefungua Biblia kuhusu swala la utoaji ukapata nosi zako za kuongezea. Je, unaweza kufanya hicho katika AI? Kwamba tayari una nosi zako za ubatizo ubatizo? Hapana, mimi nilikuwa natoa tu mfano. Yaani nilikuwa natoa tu mfano kwamba unaweza ukao umepewa title ya message kwamba ni ubatizo kama wewe ulivyokuwa umetaja. Kwa hiyo nilikuwa nasema ile ambayo ulikuwa umesema ubatizo wa maji mengi au maji kidogo. Nikasema inaweza ikawa either ubatizo, ikawa ni tithe au ikawa ni kitu chochote. Ukishapewa hiyo title sio mwisho wa wewe kutaka uwepo wa Roho Mtakatifu kukuongoza, yani package nzima inatakiwa. Kwa hiyo ndio unaweza ukafanya reference, lakini sidhani kama ni okay wewe kwenda kusema okay, nimeshapewa niongee kuhusu ubatizo, nimeshapewa kuongea kuhusu tithing, ukaenda ukauliza ChatGPT whatever ikuandikia alafu unachukua hivyo. Nafikiri sio sawa. Ndio unaweza ukafanya reference ukasoma, lakini I don't think kama ni right kuprint jinsi ilivyo just because kwamba nimeambiwa Roho Mtakatifu ameniambia niongelee kuhusu tithe. Kwa sababu akikwambia uongelee kuhusu tithe, bado atakupa reference za mistari ya kusema, atakwambia nini cha kusema, na vitu vingine vinaweza kumtoka mtu hata akiwa madhabahuni ambavyo alikuwa hajapanga yeye kuviongea, ambavyo sidhani kama AI itaweza kufanya hivyo, kukupa vitu ambavyo ni instantly ambavyo vinamhusu mtu ambaye yuko kwenye congregation. Asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Na kukaribisha brother Allen kwa manufaa wale ambao wameingia kuchelewa. Swali ambalo tunaenda nalo kwa hivi sasa kwenye swali la kwanza kwa siku ya leo, linasema kwamba je, ni sawa kwa mtumishi kutumia ChatGPT wakati anaandaa somo? Na alitumia mfano wa kusema kwamba unaweza kutokana na teknolojia ya leo unaweza kumwambia mpaka ChatGPT kwamba hebu naomba unipe somo ambalo linafanana na mtumishi fulani, na of course ChatGPT itakupa. Kwa hiyo tuko hapo. Nimkaribishe brother Allen, karibu. Bwana sio. Kosa kubwa unalolifanya hapo ni kufikiri kwamba ChatGPT ina majibu 100% au majibu sahihi. Ila kama utakuwa umetumia kwa kitu fulani utagundua kwamba kuna majibu mengine ambayo hayako sahihi. Kwa hiyo kwamba kama unaenda kule bila kuwa na lolote, bila kujua chochote, unaweza ukapoteza waumini. Kwa
sababu haitoi yale majibu yake ya AI inakusanya from different source, lakini zile source pia zinaweza zikawa zina makosa. Mimi huwa natumiaga kwa kufanyia hesabu, kuna makosa mengi pia yanafanyika. Of course kuna nyingine ile naelewa inatoa vizuri, na nyingine kabisa inatoa jibu ambalo halipo kabisa. Yani kama unaenda kumfundisha mtu, yani kama hujui kitu, ina maana kwamba umeenda kulipoteza darasa zima kwa kitu ambacho ChatGPT imesearch na kutafuta information ambazo bado ziko wrong. Yani kwamba pale ulivyo search wewe ikakupa jibu ambalo alipo kabisa. Kwa hiyo kiasi cha kwamba kusema kwamba unaenda kutafuta kwa jinsi hiyo hauna kitu chochote cha kwako, utaenda kupoteza usharika mzima, kwa labda itakupa information ambazo hazipo kabisa. ChatGPT sio Mungu, sio mtaalamu wa kujua kila kitu. Kuna vitu inafanya vizuri, kuna vitu inafanya vibaya kabisa. Amen. Sana brother Alan kutoka pale Houston, chingiza la kuzuri hilo. Amen, amen. Karibu, ongeza sauti kidogo, jina la kwanza pale ulipo. Naomba kurudi ni Glory Show. Naomba kurudi. Watumishi wa Mungu wapa kwa mafuta wa Kristo. Mungu ametupa Biblia nyingi sana zenye mafunuo na reference nyingi sana. Ni vizuri sana kwa mtumishi wa Mungu kusoma maandiko. Sasa hivi hao watu wanaandaa hivi vitu, wengi wao inawezekana hawako hata kwenye ulimwengu wa rohoni. Inawezekana ukapita mahali ambapo ni pagumu, ndio maana tunaona watumishi wanahubiri vitu vya aibu kanisani. Na jana nimeingia kwenye mtandao nikamwona mtu ambao watu wanamwamini sana. Ezekiel anachota maji, watu wamelala chini, anawamwagia, wanazunguka kama vyura. Ninaomba Roho Mtakatifu atuingize kwenye utakatifu wake. Soma tafsiri ya Biblia hii, neno Biblia tofauti. Roho Mtakatifu akusaidie usimame nayo madhabahuni. Utawaponya watakatifu wa Mungu. Tuondoke kwenye kufuata teknolojia ya duniani. Roho Mtakatifu aingize neno, tutoe neno. Tutabariki watu. Naomba niishie hapo, asanteni. Sana Mwalimu Gore kwa changizo lako hilo. Sasa nafikiri niko katika nafasi nzuri ya kwenda pale Connecticut alipomuuliza swali la Mese. Vipi, tumekusogeza ama tumekugandisha? Kwa kweli ninaomba Mungu atusaidie kwamba tutumie Biblia. Ukisoma hiyo Danieli, ndio soma Danieli 12:4. Hata maneno ya Mungu hapa yanasema kwamba tia muhuri kitabu, ina maana kaa katika kitabu. Yaani kwamba yani mambo yataongezeka, utaambiwa nenda huku, utaambiwa nenda huku. It means hivi vingine vyote vitatupoteza. Tutatoka katika mpango wa Mungu kama tutatia muhuri katika Biblia. Tumeambiwa Roho Mtakatifu atatufundisha yote, atatufunulia yote, atatuonyesha, ina maana atatufanyia research, atatufanyia kila kitu. Kwa hiyo Mungu aweze kutusaidia. Kama wengine walivyosema, hii mitandao mingine yote haiko correct 100%. Kwa hiyo kwa kiroho Mungu atusaidie tubaki kwenye Biblia. Amen. Asante sana. Amen. Haya, tumerudi kukazia. Karibu. Amen. Samahani, nilikuwa nataka kuuliza swali. Ni kweli kabisa hiyo changizo ambalo dada Messi amezungumzia kidogo na dada Glory ya kwamba tutumie Biblia asilimia, tutumie hizi teknolojia tufocus kwenye hivyo. Sasa ninaweza nikatoa hoja hiyo nikasema kwamba tusiende basi Bible school. Tutumie tu Biblia zetu, tusiingie darasani tusikie walimu wakinukuu vitabu. Na watu ukienda Bible College unapewa vitabu vya kwenda kusoma ambavyo sio Biblia. Na unakuta watumishi wa Mungu wanapokuja kuandaa masomo yao, wakati mwingine wana reference au wanakumbuka vile vitabu walivyovisoma shuleni. Kwa hiyo unless labda kama sijawaelewa vizuri,
inamaanisha basi kwamba kama tutatumia teknolojia kabisa, tuachane nayo, tutumie Biblia peke yake, then hakuna haja ya kwenda Bible College au kwenda kujifunza mambo ya Mungu. Nirudi tena katika point yangu ya mwanzo. Sisemi kama teknolojia ndio ituandalie, hiyo nimepinga kabisa. Sio sahihi. Hujamuomba Mungu, hujapata inspiration ya Roho Mtakatifu, uiambie ChatGPT ikuandalie somo. That's wrong. Sababu kumbuka ChatGPT haielewi mioyo ya watu. Kwa hiyo wewe unabidi kae magotini pa Mungu, Mungu akupe inspiration kama ambavyo dada yangu alivyosema, na kwenda kuongea na watu tofauti. Lakini sio mbaya kutumia teknolojia kukusaidia kuandaa somo, kama inakupa background, labda inakupa historia ya hilo eneo lilivyokuwa kipindi hicho, labda walikuwa wanavaa mavazi gani, hali hewa ilikuwaje, kwa nini iliandikwa hivyo. Ukatumia hiyo na ukacompare notes na Roho wa Mungu. Wakati mwingine tunafanya research, Roho wa Mungu anakuambia kwamba no, usitumie hiyo point, tumia hii hapa, kama hivyo. Kwa hiyo nadhani sio mbaya kutumia teknolojia, lakini iwe balanced na Roho wa Mungu. Wewe umekaa katika magoti, wewe umejaa neno wewe mwenyewe. Biblia umesoma cover to cover, lakini sio mbaya pia kutumia teknolojia kukusaidia katika kuandaa somo, as long as iko balanced. Amen. Bwana asifiwe. Katika hilo naona nataka kutoroka kwenye hii topic kwa siku ya leo. Karibu mtu mwingine. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Asante, tunaomba tuongee kidogo hapo kwa mchungaji Mangesho. Samani, nitarudi kwako mtumishi, nimpe nafasi Patrick hapo. Nafikiri Bibi Favor hajapata nafasi kuzungumza, nitakuja kwako. Karibu Bibi Favor. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mama Favor. Amen. Karibu. Amen. Na mimi nilikuwa na swali la kuweza kuongezea hapo. Okay. Lilikuwa tofauti kidogo, lakini linaendana hapo. Tulikuwa tumeongelea kuhusu AI. Sasa swali langu lingine ni kwamba, je, ni vizuri kwamba mtumishi ukawa umeenda mahali, labda tunamsikiliza Mwalimu Mwakasege, tukasikiliza neno, tukajifunza kutoka kwake, na lile neno labda amehubiri kuhusu upendo na nikalielewa vizuri. Je, kama watumishi, labda one day nimealikwa mahali kwenda kufundisha kuhusu upendo, lakini nikapenda jinsi alivyokuwa amelifundisha kutoka kule, je, ni sawa kunukuu lile neno na labda nikaongezea baadhi ya mistari, au nikawa nimesikiliza baadhi, sio Mwakasege, maybe akina Joyce Meyer wanavyohubiri, napenda wanavyohubiri kuhusu neno fulani, na nikachukua lile neno labda nikaongezea na baadhi ya mistari fulani, nikaenda kuhubiri mahali. Je, hiyo ni njia sahihi au hapana kama mtumishi? Amen. Asante sana kwa hilo. Japokuwa nafikiri jibu umelitoa, umesema umenukuu, si ndio? Kwa hivyo ukinukuu tayari pale unaonekana kwamba hujalileta kama wewe, sio Roho Mtakatifu. Unasema kwamba mtumishi fulani alisema hivi, ndio maana kunukuu. Kwa kama umenukuu ni sawa, ukaongezea vingine ni sawa. Kwa hiyo ni sawa kuchukua neno la yule. Kama umenukuu, usisimame pale ukaona kwamba Roho Mtakatifu alikupa wewe. Sawa. Uko vizuri kabisa. Na nitarudi kwa Arusha. Now na understand katika hii topic ya AI na ChatGPT kuna uelewa tofauti kutokana na watu ambao inawezekana wanatumia mara kwa mara na wamebahatika kuona baadhi ya makosa ambayo wameona kule na ambayo watumia mara kwa mara. Swali halipo kwenye kucopy and paste. Swali lipo kwamba je, ni sawa kwa mtumishi kwenda kufanya research kule? Nafikiri watu wengi wamegamia sana kwamba mtu amekwenda akatoa neno kwa neno kutoka ChatGPT ilivyosema. ChatGPT is just an app. Na kama unavyo search kwenye computer kama za mchungaji Mangesho, pale unapochukua kitabu fulani ukaendelea kujisomea zaidi na zaidi na zaidi. Hiyo nafikiri halina mdahalo.
ni kujaribisha kutafuta mtu ambaye anapinga kabisa matumizi ya hiyo ChatGPT. Then hiyo ikamuuliza, je, unatumia kompyuta kwa mfano? Kwa nafikiri tuegame hapo. Kwa sababu ya kila mtu ana experience tofauti ya kutumia hicho kitu, lakini je, ni sawa ama si sawa kutumia? Nafikiri tuko hapo. Karibu. Asante kaka Jerry, nishukuru Mungu sana kwa hili swali, hata kama litachukua muda, lakini litatupa hekima ya kimungu kwa ajili ya utumishi mtakatifu. Ninaomba nirudi kwa mchungaji Mangesho. Ukienda Bible College wanakufundisha sana, tunafundishwa sana. Kama mimi nahubiri, for example, nilienda kuhubiri sehemu moja iko huko Nyeri. Ni lazima nijue historia ya Nyeri, lakini ya mahali pale naenda kuhubiri. Ningeenda nimevaa nguo fupi, wasingenielewa. Kwa hiyo libidi, kwa sababu ni watu wanapenda nguo refu, wajue huyu ni mtumishi wa Mungu, ifunike kisigino. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine, chachi tungeingia kwenye mtandao. Sijui kama wengeniambia nenda kavae nguo refu kwa ajili ya mahali pale. Lakini tulifundishwa Bible College. Hili wale watu wa kuthamini, jua maisha yao, ufundishe neno la Mungu ukiongozwa na Roho Mtakatifu, na ili uweze kuelewa ile desturi ya mahali pale. Na tukimwangalia Paulo, ndio maana alifanikiwa sana kwenye injili yake. Bible College inakufundisha knowledge zote za kufanya. Na nikiangalia, nilikuwa namsoma sana, kuna dada amesema, nikakumbuka kile kitabu cha Joyce alichoandika, Good Morning Holy Spirit. Inaeleza vizuri kwamba ile nguvu ya Roho Mtakatifu si nguvu ya mwanadamu, ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo inakuelekeza hata wakati mwingine kwamba eneo unaloenda, unapoenda kuhubiri hili neno, Roho Mtakatifu akufundishe jinsi ya kulisema ili uweze kuwateka watu wako kwenye hilo audience. Na ni vizuri kwamba usome vitabu tofauti, uwe na knowledge tofauti, Roho Mtakatifu akiwa mwalimu. Ndio maana nilimention ile mistari ya Biblia. Hapa tunaposema kuingia kwenye Biblia, inaweza ikakupa reference ya somo ambalo unalolihitaji. Na kwenye hapa unaweza kumuuliza kabisa kwamba ninafundisha somo fulani, Roho Mtakatifu ameshakupa lile somo na elimu ya ile somo. Unaweza yeye akakusaidia, kompyuta ikakusaidia kupata mistari ya kupigia muhuri somo lako. Isipokuwa tunachokikataa ni kumbeba, kwa sababu yeye si Mungu. Mungu ndiye anayejua watu. Hicho tu. Asanteni. Amen. Sana kwa tangizo lako hilo. Hai. Sasa tuko tayari kwenda kwenye swali jipya. Swali la kwanza limekwenda vizuri, tumekula sarufi safi kabisa kwa siku leo, tumeanza vizuri, na ushukuru wote ambao tumeweza kupata nafasi ya kuchangia. Naam, sasa tuendelee. Angalia simu yako, bonyeza alama nyota nambari 6, jina la kwanza pale ulipo. Tuko tayari kuingia kwenye swali jipya kwa siku ya leo. Na kwa wale ambao umeingia kuchelewa, basi tafadhali karibisha mwingine, forward ile invite kwa mtu mwingine mmoja, waambie kwamba Bible Study maswali na majibu kimewaka huko leo. Karibu tuendelee. Bwana asifiwe. Amen. Karibu mchungaji Mangesho. Asante. Nilikuwa na swali kitabu cha Mathayo ule mlango wa 26 kuanzia mstari wa 45 na mstari wa 46. Si kuna mtu anaweza akanisomea, manake niko na drive. Mathayo 26 mstari wa 45 na mstari wa 46. Kama hakuna mbeko chap basi nitaingia Mathayo. Nimesikia 25, si ndio? Kama 26. Okay, 26.
na mstari wa 45 mpaka 46. Ndio mtumishi wa Bwana. Amen. Basi nitasoma kama Biblia yangu inavyosomeka. Kisha akawajia wanafunzi wake akawaambia, laleni sasa, mpumzike. Tazama saa imekaribia na mwana wa Adamu anatiwa katika mikono yenye dhambi. Ondokeni, 46 hiyo. Ondokeni twende Zeituni. Tazama yule alinisaliti amekaribia. Amen. Amen, amen. Nashukuru sana kaka Jerry. Kwa ukiangalia mstari 45, Yesu, nakumbuka wanafunzi walikuwa wamechoka kuomba, ukirudi nyuma wakao wamelala. Kwa hiyo akaja pale akaambia kwamba, nikisema pale mwishoni, akisha akaambia wanafunzi wake samani. Bwana sisi mnasikia kwa pale anaambia kwamba, anasema kwamba laleni sasa mpumzike, lakini katika sentensi hiyo hiyo anawaambia kwamba ondokeni, amkeni tuondoke. Kwa hiyo inakuaje anawaambia laleni, pumzikeni, alafu hapo anawaambia kwamba ondokeni twende? Hapo alikuwa anamaanisha nini hapo kwenye hizo sentensi mbili? Yaani kama mimi nije nikwambie lala sasa, alafu hapo nikwambia kwamba amka tuondoke. Kwa hiyo naona kama inajicontradict hapo. Nilipokuwa ninasoma nilikutana nayo hapo, kwa nilikuwa naomba kama kuna mtu akanisaidia ufafanuzi. Amen. Asante sana katika swali lako hilo. Ni kweli katika Mathayo 26:45-46 kani kuisoma, mstari wa 45 anaambia laleni sasa mpumzike, saa imekaribia, mwanadamu atatiwa katika mikono yenye dhambi. Kimsao unaofuata anasema ondokeni twendeni Zeituni. Mtazama yule alinisaliti amekaribia. Muuliza swali, nataka kuuliza kwamba imekaaje hii, inachanganya kidogo. Inakuwaje aseme laleni sasa and then hapo akasema ondokeni twendeni? Nafikiri kwa maana gani? Alama nyota nambari 6 utakuwa hewani, jina la kwanza pale ulipo. Karibu tujaribisha kuchangia hilo. Kwa Yesu anaambia vitu viwili tofauti, laleni and then immediately anasema ondokeni twende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu. Amen. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu Jerry kwa ukaribisho huo. Amen. Mimi naona pale alikuwa anawajaribu imani zao, kwa sababu kama hivi nani Petro alisema atakuwa pamoja naye, lakini sasa baadaye alikuja akamkana. Mimi naona pale alikuwa anawajaribu imani zao, kweli hawa kweli watarara au watanifuata. Mimi ndo jibu langu, alikuwa anawajaribu imani zao. Asante sana. Tumeanza hapo. Mchangaji wa kwanza anasema kwamba ile laleni and then immediately kusema kwamba twendeni Zeituni, alikuwa anajaribu imani za wale tanashara. Wewe mwingine unasemaje? Mathayo 26:45-46 kuna kauli mbili pale zilizofuatana ambazo kwa lugha yoyote ile zina maana tofauti. Ilikuwaje Yesu akatoa si niseme amri ama kauli mbili zinazokingana? Umeelewaje wewe? Bwana asifiwe. Amen. Nimemsikiliza mchungaji, nitakuja kwako dada Gloria. Amen. Kulingana na mtumishi wa Mungu kesho alivyosoma, amesoma katika mtazamo wa kwamba mstari unavyoonekana kwamba Yesu alitumia maneno mawili wakati mmoja, lakini pale Yesu aliwaambia laleni,
akaenda umbali wa kutupa jiwe kama ilivyokuwa desturi wakati wa maombi ya namna hiyo. Alafu alirudi sasa, akawaambia tuendeni sasa. Kwa hiyo kile kitendo hakikuwa cha papo kwa papo. Na kwanza kilifanyika, Yesu akaondoka, akarudi, tuendeni sasa. Kwa hiyo haikuwa jambo Yesu amesema alafu hapo amesema tuondoke. Hapana, alisema kile cha kwanza, akamaliza, akajitenga kwenda kuomba, akarudi sasa tuondoke. Maanake alisema, akaondoka, akarudi, akawachukua. Kwa mimi ninavyotafsiri huo mstari. Amen. Amen. Asante sana kwa changizo lako zuri hilo mchungaji. Nasema kwa tafsiri ya kipindi hicho, alitamka kimoja, then kwa sababu katika maombi akatembea umbali fulani, then akarudi, ndio akatamka hilo neno la pili la ondokeni. Asante sana. Nafikiri nani alikuwa anaendelea kuzungumza pale? Nafikiri alikuwa ni Mwalimu Glory. Karibu. Asante. Tunakumbuka wakati huo Yesu alikuwa akienda kusali, anarudi anawauliza maswali. Amkuweza kukesha nami hata saa moja? Anaenda tena, anarudi, anakuta tena wamelala. Ikabidi awaambie tu waendelee kulala. Alivyorudi akawaambia, sasa tuwe tayari, saa imefika ya mwana wa Adamu kutiwa kwenye mikono ya msaliti. Kwa hiyo tuondoke. Haikuwa ni kitu cha hapo kwa hapo kama alivyosema baba yangu mpendwa mbeba maono, baba mchungaji. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo ambalo linatokea, anarudi mara kwa mara kwao. Tunakumbuka hiyo historia ya wakati wa Yesu kwenye mlima wa Getsemani wa maombi. Asante. Asante sana kwa jibu lako hilo. Tunaenda vizuri. Kuna mtu ana mtazamo tofauti hapo. Karibu, angalia simu yako, upo katika mute, utabonyeza alama ya nyota nambari 6, utakuwa hewani. Jina la kwanza na pao lipo. Mathayo 26:46. 45 na 46 kama vinakingana katika zile instructions. Ya kwanza nisema laleni, ya pili nasema ondokeni. Twende tuondoke. Mbona kama zinapingana? Umeweza kusikia majibu mawili hayo ya mwanzo. Kuna mtu ambaye ana wazo mbadala, majibu tofauti. Kwa ukimya huo naona tumegotea pale. Haya, nirudi pale Tulsa ama aliko. Makala kumbuka alisema kwamba yuko njiani. Mtumishi wa Mungu muuza swali hili la pili, mchungaji Mangesho. Vipi, tumekusogeza ama umegota? Nashukuru sana kaka Jerry. In fact niko Memphis naelekea Alabama. So katika hili swali nashukuru mchungaji na Diagori wa majibu vizuri, lakini kumbuka kwa huko nyuma inasema kwamba Yesu akaja tena akawakuta amelala, mstari 43, akaondoka, ile 44 akawacha tena, akarudi, kisha akawaja wanafunzi wake. Lakini hapa haisemi kama alirudi alafu ndio awaambie kwamba ondokeni. Kwa hiyo nadhani kuna namna ambavyo labda tunaweza assume ni hivyo kutokana na ambavyo alivyofanya huko nyuma. Sababu mara ya kwanza inasema kabisa alikuja akawakuta amelala, akaondoka, akarudi tena. Mara ya pili the same thing. Lakini hapa haisemi kwamba laleni sasa akaondoka alafu akaja ndio akasema ondokeni tena. No. Kwa hiyo yes, nakubaliana na mchungaji, lakini naona kama bado kidogo katika hilo eneo. Amen. Lakini I get your point. Naelewa vizuri. Na naweza kuelewa hapo katika hicho. Kumbuka kwamba tumetumia tafsiri ya Kiswahili katika Biblia. Wakati tunaenda kuzungumza hapo nilipekua katika lugha ya Kiingereza, Biblia imeandikwa Kiingereza. Nitasoma 45 46 kama zilivyo, and then tuone kama bado tuko pale pale. 45 anasema hivi: then he came to disciples and he said to them, are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand,
and the Son of Man is being betrayed in the hands of the sinners. 46 nasomeka, rise, let us be going, see, the betrayer is at hand. Ukiangalia 45 ya Kiingereza na ya Kiswahili, ya 45 inaonyesha kwamba alikuwa ametoka sehemu akawakuta amelala, akauliza kwamba are you still sleeping and resting? Wakati katika 45 ya Kiswahili hiyo ya are you still sleeping and resting inasomeka kwamba laleni sasa mpumzike, tazama saa imekaribia. Unaona hapo? Kwa hivyo tunazungumza lugha ya Kiswahili vizuri, you can see changamoto ya waliopata nafasi ya kutafsiri walivyotafsiri mstari ule ule. Kwa hiyo naweza nikaona jinsi gani mchungaji alikuwa amekuja katika kona yake ile mwanzo kabisa. Nafikiri kwa uelewa wa neno kuliko ambavyo lilikuwa limetafsiriwa katika Biblia hili nyingine za Kiswahili. Kwa sababu alisema kwamba he came to disciple, this means kwamba alikuwa ametoka na akamwambia kwamba vipi bado umelala? Are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand. Muda umefika. Kwa hiyo tumeweza kupata kitu hapo kwenye tafsiri ya Kiswahili kidogo imetupiga chenga. Nadhani kwa kuleta hiyo tafsiri ya Kiingereza, nadhani hiyo inabadilisha kabisa mpira wote, inabadilisha kabisa mchezo. Kwa hiyo nakubaliana na watumishi wa Bwana ambao wamekwisha kutangulia kusema. Mungu awabariki sana. Amen. Amen, amen. Asanteni sana. Haya, swali la pili hilo tumelivalisha tai. Twende swali la tatu jipya. Angalia simu yako, alama ya nyota nambari 6, utakuwa hewani. Jina la kwanza pale ulipo, utakupa dakika 2 mpaka 3 kuuliza swali lako vizuri kabisa, utaeleweka. Karibu tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Karibu. Amina, mimi dada Mercy tena. Swali langu limekuja nilipokuwa nikisoma katika amri za Mungu, kuna ile nasema usiue. Alafu ukisoma katika ile Mathayo sura ya 5 mstari wa 21 na 22, kama utanisaidia kaka Jerry au mtu yeyote nitashukuru, utaona kwamba hapo inaonyesha kwamba chuki moyoni ni sawasawa na kuua. Yaani kwa hiyo nilikuwa nataka kuweza kujua kwamba katika hiyo Mathayo ndivyo kama nilivyosoma mimi na kuelewa ndivyo tafsiri ilivyo, kwamba mtu ukiwa na chuki moyoni ni sawasawa na mtu aliyeua, kwa sababu ukiangalia adhabu zao kama ziko sawa. Amen. Tajaribu kutafuta. Umesema Mathayo ngapi? Mathayo 5:22. Mathayo 5:21 na 22. Mathayo 5, nirudi kule nyuma. Mathayo 5:21 na 22. Swali limejikita katika amri 10, nasema moja hapo suwe. 21 nitasoma kama ilivyo kwa Kiswahili. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. 22 inasomeka, bali mimi nawaambieni kila amuonaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu amnyofoleaye ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Kidogo kirefu hichi. Taudia 22 pale. Bali mimi nawaambieni kila amuoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimnyofolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Na uniruhusu hapa nipige kwenye version ya Kiingereza tuone kama kile kinaleta maana kidogo tofauti. 21 inasema, you have heard what was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in the danger of the judgment. 22 inasema, but I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whoever says to his brother, Raka, shall be the danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hell fire. Haya. Kwa tumeweza kusikia hapo, turudi katika swali. Muuliza swali anasema kwamba katika amri 10 imesema usiue. Katika hii nukuu ya 5:21 na 22 umeelewaje vipi, ama unasemaje katika
hiyo amri. Itakuwa nimekunukuu vizuri dada Mese? Amina, kwamba inaonekana yani matendo hayo unakuwa ni sawasawa na mtu aliyeua. Ndo nataka kujua hapo katika kusoma kwangu, na mimi nilielewa hivyo. Kwa hiyo nataka tuweze kujadiliana kama ni sawa nilivyoelewa au amen. Asante. Amen. Hai, tumesikia swali vizuri hilo. Karibu tujaribisha kulichangia. Yaliyoandikwa katika Mathayo 5:21 na 22, je, ni sawa sawa kihukumu na yule ambaye ameambiwa usiue? Ama ni sawa na kuua ama not? Nafikiri Biblia yako nawe umepata nafasi ya kuisoma, na nilisoma tafsiri 2 ya Kiswahili na Kiingereza kutokana na print nilokuwa nayo, na hakika kuna mwingine atakuwa na kitu kama hicho. Itakusaidia kuweza kulielewa swali vizuri zaidi. Haya, karibu tuchangie. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Karibu. Amina. Mimi naweza kusema hivi. Yesu alipokuwa anaongea hayo maneno, alikuwa anajaribu kuwaonyesha watu kwamba ni kweli hiyo dhambi ya kuua na chuki ni vitu viwili ambavyo vinafanana, na kwa ukiingia kwa undani zaidi, mtu hawezi kwenda kuua kama hana chuki, kwa sababu kitendo cha kumuua mtu ni kitendo kikubwa sana. Mtu ambaye anakwenda kuua mtu ambaye ni murderer hawezi kwenda kumuua mtu kama hana chuki, kama hajadhamiria. Na mtu aliyedhamiria ni kwamba ana chuki ndani yake. Kwa hiyo unaweza kuwa mtu bado hajaua mtu ile physically, lakini chuki inaweza ikalead, ikafungua mlango wa mauti. Mimi ndio ninavyoelewa hiyo andiko. Amen. Amen. Sana alikuwa ni mchungaji Lilian Joseph akituanzishia mdahalo katika swali hili la 3 kwa siku ya leo. Karibu mtu mwingine. Angalia simu yako, unabonyeza alama nyota nambari 6, utakuwa hewani. Unasemaje, ni sawa ama si sawa na ile amri ya kusema usiue, kwa jinsi ulivyoelewa ile Mathayo 5:21-22? Kama unazungumza na sisi kwa technology, inawezekana kabisa unazungumza katika mute. Angalia tena simu yako, bonyeza alama nyota nambari 6 kwanza. Leo utakuwa hewani. Karibu. Yupo mwingine hapo? Kama unazungumza na sija kwa technology, inawezekana kabisa unazungumza katika mute. Angalia simu yako. Bwana sie. Amen. Karibu brother Allen. Na mimi naungana na Pastor Lily. Hapo Yesu alichukua na kifanya, anaambia kabisa kwamba hii si swala la tiba, hii tunabidi tuanze na kinga kabisa. Yaani kwamba hivyo vitu vya kuua nini, sosi yake ni hasira. Kwa hiyo sisi inabidi tung'oe mzizi kabisa, tuache hasira. Kwa hiyo kwamba alikuwa anaweka standard ambayo ni beta kuliko ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu kwamba unaweza kwamba auui kwa sababu hauna silaha. Ukipewa silaha ungeua kama alivyoua yule mwingine. Unaweza labda usibake kwa sababu hauko na watoto wa kike, ukipewa nafasi hiyo, lakini mawazo yako yote ni ubakaji. Kwa hiyo Yesu anasema kwamba sisi sasa ili tufanikiwe tuwe kwenye mzizi, kwamba hivi vitu havifai tangu mwanzo. Yani mawazo, ukimwazia mwanamke tu umeshazini naye, kwamba yani tunaua kule kwenye mzizi. Yani kwamba ameraise standard kwa watu wake, kwamba tunaweza kudu beta kushinda hizi amri za zamani. Amen. Asante sana Pastor Lee. Amen. Asante sana brother Allen kwa changizo lako zuri hilo. Pata watu wawili wameshikana mkono hapo, wamekwenda sehemu moja. Kuna mtu ambaye ana wazo tofauti. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6, utakuwa hewani. Karibu. Je, unafikiri ni sawa? Ni ile kama kuua tofauti kidogo? Kwa ukimya huo inaonekana kwamba hakuna mwenye jibu mbadala, hakuna mwenye jibu tofauti. Basi nirudi kwa muuliza swali la Mese. Vipi, tumekusogeza ama umenasa?
Amina, asante na nashukuru watumishi wa Mungu, na Mungu atusaidie kwamba ukiwa na chuki moyoni basi wewe uko sawa sawa na aliyeua au anayetaka kuua. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuwe watu wa kutokuwa na chuki katika mioyo yetu. Amen. Asante sana. Tunakwenda vizuri kabisa. Tutaruthi mbili za kipindi zimekatika, tuko katika saluthi ya mwisho ya Dar es Salaam. Kipindi cha maswali na majibu, kipindi cha mwezi wa 5. Tunaendelea vizuri kabisa katika maswali ya siku ya leo. Naam, tuendelee sasa, tuko tayari kwa swali jipya. Angalia namba nyota nambari 6, utatoka katika mute yako, utakuwa hewani. Jina la kwanza pale ulipo. Swali linalofuata linakuja kutoka kwa nani? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Tuendelee. Karibu. Kama ninajua muda unakwenda, kwa hiyo ngoja nitumie nafasi. Kuna kitu ambacho kaka Allen amekisema hapo kidogo sio kinanitafakarisha moyoni mwangu, nikasema ngoja niulize. Kama alivyosema kwamba tunavyoambiwa kwamba mwanaume usitamani mwanamke unakuwa umeshazini naye. Ukiona hata katika amri imetuambia kwamba usitamani mwanamke asiye mke wako. Sasa kwa nini, swali langu nakuja ni kwa nini imesema tu usitamani mwanamke? Kwa nini haikuwa vice versa pia, kwamba na mwanamke asitamani mwanamume asiye mke wake, asiye mume wake? Samahani. Kwa sababu ukiona kwenye mambo ya ndoa mara nyingi wameweka sana kuweka pande zote mbili, kwamba msinyemane, mwanamke asimnyewe mwanaume, mwanaume asimnyewe. Yaani hiyo imewekwa clear, na sehemu nyingi unakuta imewekwa clear pande zote mbili. Kwa nini hapo ilikuwa tu upande mmoja kwa mwanaume asimtamani mwanamke? Amen. Asante sana. Swali zuri kabisa hilo. Umeeleka vizuri kabisa kwamba kwa nini Biblia ilizungumza mwanaume asifanye hivi, na paraphrase hapo, lakini kwa upande wa mwanamke haikufanya hivyo. Asante. Swali zuri kabisa hilo. Hebu tujadili hapo. Vipi, Biblia ilikuwa ni mfumo dume ama basi tu tabia hiyo haikuwepo kipindi hicho? Angalia simu, alama ya nyota nambari 6, utakuwa hewani. Jaribisha kujadiliana katika hilo. Unafikiri kwa nini Biblia haikumwambia mwanamke asifanye hivi? Kwa sababu mwanaume tu usitamani, usifanye hichi, usifanye hichi, lakini haikumwadress mwanamke kwamba asifanye hilo ama yale ambayo mwanaume ameambiwa asiyafanye kibiblia. Alama ya nyota nambari 6 itatoka katika mute. Jina la kwanza pale ulipo, utakuwa hewani. Karibu. Kama unazungumza again na sija acknowledge, inawezekana kabisa upo katika mute. Angalia tena simu yako, alama nyota nambari 6, utakuwa hewani. Kuna line zaidi ya 50 hivi sasa. Kwa nafikiri kabisa kwamba wapo ambao watajaribisha kuchangia hili. Hata kama unasema Biblia ikizungumza mwanamke, tuambie. Na hakika bado nasikika vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Karibu dangu, karibu endelea. Karibu dangu. Okay, asante na shukuru Mchungaji Mangesho. Labda mara moja tu, mimi nafikiri wakati Yesu anaongea, sababu nimejaribu kuwaza, nafikiri alikuwa anaongea zaidi na tamaduni za kipindi kile na mazingira yalivyokuwa na wakati ule. Mara nyingi wanaume walikuwa wakionekana kuwa ndio wenye mamlaka zaidi, walikuwa ndio wakuu, wana viongozi na nini. Kwa hiyo bwana wake at that time sidhani kama walikuwa wanaweza hata akajifunua akamwangalia mwanaume kwa namna fulani, angepigwa hata na mawe. Mimi ndo ninavyofikiri, ndio maana Yesu alizungumza vile. Lakini kama labda ingekuwa katika kipindi hiki zamani hizi ambapo wanawake pia
wanajiona kwamba wanaweza na nini, nafikiri Yesu angezungumza kwa wote wote tu. Kwa nafikiri hii ilikuwa ni kutokana na muktadha wa kipindi kile. Amen. Amen. Sana Pastor kwa kutuanzia vizuri katika mdahalo wa swali hilo ambalo lilileta kidogo tukujikuna vichwa. Na ili tu tafsiri moja uliposema kwamba wa kipindi kile ilikuwa sio rahisi kwa wanawake kujifunua kuzungumza, ulikuwa unamaanisha kwamba walikuwa wanavaa hijab ama kufunguka moyoni kutamka kitu? Ilikuwa ni mavazi kwamba unafunika uso wao kwa hawezi kufungua uso akaonekana akazungumza, ama ni kufunguka moyoni kujifunua kitu kwa unamaanisha pale? Ninamaanisha kila kitu. Mwanamke alikuwa si kitu kipindi hicho. Mwanamke alikuwa ni kama chombo. At that time mwanamke alikuwa kama chombo, sio kwamba eti ni mtu labda thamani yake haikuwa kama thamani ya mwanaume. Let me put it that way. Kwa hiyo alikuwa hawezi kufanya mambo fulani, kufanya maamuzi ya aina fulani, inabidi aombe ruhusa, afanye hivi afanye vile. Lakini mwanaume alikuwa anaweza akarule, akafanya chochote, hata akawa na wanawake 10, akaoa wanawake more than one. Lakini mwanamke alikuwa hawezi kufanya chochote. So there's no way ndio maana nafikiri hiyo pia ukimtamani mwanamke namna hiyo ni kama vile umezini, kwa sababu pia nafikiri Yesu alikuwa anajaribu kuweka ile kuwa na limitation kwamba don't just usiende tu kiholela. Umeona? Kwa sababu unaweza. Mwanamke alikuwa hawezi kujitetea kwa namna yote. Walikuwa wanapelekeshwa tu at that time. Amen. Sana kwa ufafanuzi mzuri huo. Tuendelee. Nafikiri alikuwa mchungaji Mangesha alikuwa jiandaa kuzungumza pale kabla hajawa ladies first. Karibu. Amen. Nashukuru sana kaka Jerry. Lakini pia kwa kuongezea ambapo dalili amesema nisirudie, ni kwamba pia Yesu alikuwa anajaribu kuweka principle, to set the principle, kama ambavyo tumetoka kujibu swali lililopita kwamba ile hali ya kutamani inaanzia katika moyo wa mtu. Unaona? Kwa hiyo the fact kwamba Yesu alitumia kwa upande wa mwanamke, kwa mwanaume kumtamani mwanamke, at the end of the day hiyo principle nadhani pia Yesu walitaka watu wadake. Nadhani watu walidaka kwamba pia inawahusu pia wanawake kutokutamani wanaume. Ni kweli kabisa, enzi hizo wanawake walikuwa suppressed, hawakuwa na uwezo wa kujiexpress kama ambavyo wanawake wa siku hizi wanajiexpress. Lakini sisi sote hapa hatujui nini kilichokuwa kinaendelea ndani ya mioyo, ndani ya mioyo yao. Yes, inawezekana labda kiasi kilicho walikuwa suppressed, walikuwa wanavaa nguo kama zile za kujifunika zote, lakini sitashangaa kama kati ya hao kuna ambao walikuwa wakiwaangalia labda wanaume wa rafiki zao wa revo, walikuwa na ile hali ya kutamani kama natamani ningekuwa na mume kama yule, au ningemtamani yule mwanaume. Na sababu kipindi hicho ilikuwa wao walikuwa suppressed, kwa hiyo sio rahisi ile ku express kama ambavyo wanaume wanavyo express siku hizi. Unakuta labda mtu anatoa ile sauti, au labda anapiga mluzi. Of course wanawake wa siku hizi sio watu ambao wanafanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani it is true kwamba Yesu alisema ni kwa mwanamke alivyotamka vile, lakini alikuwa na set principle. Kwa hiyo hakuwa anamaanisha kwamba hiyo ni kwa wanaume peke yake, lakini alikuwa anamaanisha kwa wote, lakini akatumia tu hiyo kama mfano. Lakini nadhani katika mawazo ya Yesu inakwenda both ways. Amen. Asante sana mchungaji Mangesho kwa changizo lako zuri hilo. Amen. Karibu dada Mesa. Nafikiri naomba niseme, kwa sababu hata mwanzoni nilisema kwa sababu nilijua wengi wataelekea katika hilo, lakini kumbuka kwamba katika Biblia hiyo kuna mahali ambapo wamesema kwamba mwanamke asimnyime mwanaume, mwanaume asimnyime mwanamke. Yani it went both ways.
It means kama ingekuwa ni wanaume kuoverrule wanawake, basi isingemwambia hata mwanamke asimnyime mwanaume, kwa sababu angejua kwamba mwanaume akitaka mwanamke hana say. It means she had the say. Ndio maana ikaweka both ways. Na swali langu linakuja kwamba kama hiyo iliwekwa both ways, kwa nini hii haikuwekwa? Kwa sababu nilijua watu watasema aliposema mwanaume alikuwa anamaanisha na mwanamke pia. Lakini kama ni hivyo, kwa sababu tunapoambiwa kwenye Biblia, wengi wanasema usiongeze wala usipunguze kwenye Biblia. Kwa hiyo sitaki kwamba tuassume kwamba imeenda both ways. Yaani kwamba tuangalie kama ilivyoandikwa na tuweze kujadiliana kama ilivyoandikwa. Amen. Amen, amen. Asante sana kwa hilo. Kuna mtu anataka kuongezea hapo labda? Angalia simu yako wala manyota nambari 6 kama una cha kuongezea hapo. Inaonekana aidha swali la mwisho lilimalizika mapema, maswali ya mwisho limeagusa watu ile mbaya. Naona line hazifunguki, japokuwa naona zipo za kutosha. Mwili za swali, tumekusogeza. Yupo mmoja, karibu. Asante. Kwenye Mathayo 5:28 nasema kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Wapendwa, kuna kitu kimoja ambayo kaka yangu mpendwa aliongea, akasema Yesu alikuwa anaingia deep kwenye kutafuta tatizo ili kulimaliza. Na tukiangalia dada Mesa anaposema tusiongeze neno wala kupunguza neno, nimerudi kwenye kitu kimoja. Tuache kuangalia upande huu. Hivi zamani Roho Mtakatifu alivyokuwa anapita watu wa zamani, sifikiri kama wanawake wote wanaofuata na wanaume wengesema no, labda mpaka leo ukimwi usingekuwepo. Kama wanaume wote wangekaa nyumbani kwao na wake zao, hata dhambi makanisani isingekuwepo. Ni kwa nini Yesu anasema anayemtazama mwanamke kwa kumtamani? Kuna mambo mengi ndani ya hilo jambo. Kulingana na swali ya jambo aliloliongea mchungaji Lilian, nilikuwa ninatafakari kipindi kile. Hata walipompata yule mwanamke wakampeleka kwa Yesu, hawakuona kwamba mwanaume ndiye alikuwa na kosa. Wao walimuona mwanamke ndiye alikuwa na kosa kwa sababu ya desturi na mila zake kwao. Na ndio maana tulipokuwa tunajibu swali la dada Mese pia, lile la kusema kuangalia tusome huku, nikasema tunapoenda Bible College tunafundishwa zile desturi na mila. Yesu alijua chanzo cha uzinzi kilikuwa kinatokea wapi. Ndio maana akaingia pale kwenye chanzo kuwazuia. Ndio hapo dada Mesa anaposema tusiongeze wala tusipunguze. Alikuwa anaangalia chanzo kilikuwa ni kutamani kwa mwanaume anayemtamani wanawake za watu, anayetamani mwanamke anayepita anataka kuzini naye. Akamwambia, wewe unachokifanya hicho umekwisha kufanya hivyo. Na nilipokuwa ninaangalia hivyo nikarudi kwa Yusufu. Yusufu alipofuatwa na yule mke wa bwana wake na kunyang'anywa nguo, Yusufu alikimbia ile dhambi. Alikuwa na nguvu kubwa ya kumkimbia yule mama. Lakini wanawake ni wadhaifu, wakati mwingine wanashindwa hata kukimbia, kwa sababu wengine kwa sababu ya shida zao. Nilifanya research ya wanawake wanayofanya uzinzi. Ni kwa nini wanafanya? Ilionekana wengine ni shida, wengine ni kampani,
wengine tu ni ujinga, lakini asilimia kubwa wanawake hushindwa kujizuia mbele za wanaume. Kwa hiyo ndio maana akaanza na huyu mwanaume, akamwambia ukimwangalia kwa kumtamani anakata mzizi kuanzia kwenye kiini, umekwisha kuzini naye. Akuanza kwa mwanaume. Mimi ninafikiri, sijui, ninaomba kusema mwanaume ana nguvu kubwa sana ya kumshawishi mwanamke. Ndio maana alianza kumwambia mwanaume ukimwangalia tu umekwisha kuzini. Kwa hiyo alimwambia mwanaume, wenge acha hiyo dhambi, dunia ingekuwa mahali pengine pote. Mungu awabariki. Patakatifu. Amen, amen, amen. Asante sana Mwalimu Gloria kwa changizo lako zuri kabisa hilo. Sasa nirudi kwa muuliza swali, nimepata machangizo kadha wa kadha. Upo sawa? Najua nishakuuliza hapo awali ukaongeza kitu ukapata na points nyingine hapo. Tuko pamoja? Amina. Asante, nimebarikiwa. Amen. Asante sana. Na tumeenda vizuri kabisa kwa siku ya leo. Na vipi mtaje kuzungumza hapo? Karibu. Amen. Karibu. Amen. Ni swali jipya. Naam. Amen. Yes. Ukisoma Zaburi ya 133 inaongelea kwamba mafuta mabichi yashukayo katika ndevu za Haruni. Na pia ukienda kwenye Zaburi ya 92 mstari wa 10 inaongelea tena mafuta mabichi. Sasa ninaomba kufafanuliwa kuna siri gani hata kwenye mafuta mabichi? Kwa nini Biblia inasema mafuta mabichi isiseme tu mafuta? Je, kuna message yoyote kwenye mafuta mabichi? Amen. Amen. Asante sana Mwalimu Olivia, nafikiri kwa swali lako zuri hilo. Sikuweza kunukuu vizuri zile Zaburi, lakini nimesikia ilikuwa moja ilikuwa ni ya 133 mstari ngapi? Zaburi ya 133 ni Zaburi tu fupi hapo, mistari kama 5. Hapo utaiona inapoongelea mafuta mabichi yashukayo kwenye ndevu za Haruni. Na ukienda kwenye Zaburi ya 92 na yenyewe imeongelea mafuta mabichi, I think kwenye pembe za nyati. Sina Biblia hapa, nimejificha mahali ili niweze Amen. Na swali lako linasema kwamba kwa nini mafuta mabichi, ama kuna nini katika mafuta mabichi, si ndio? Yes. Amen. Asante sana kwa swali hilo zuri sana. Ni moja kati ya naweza nikasema kauli mbiu ambazo unazisikia watu wengi sana ukitamka mafuta mabichi. Swali limekuja leo. Kwa nini mafuta mabichi? What's so special about mafuta mabichi? Kwa nini mafuta mabichi na sio mengine? Hebu tuchangie katika hilo. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6 tutakuwa hewani. Karibu. Mafuta mabichi. Haya. Karibu. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6 utakuwa hewani. Muuliza swali, nataka kuuliza kuna nini katika mafuta mabichi? Kwa nini natamkwa hayo compare to mafuta mengine? Unaelewaje wewe? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu dada Mesa. Amina. Sijui labda ni kwenye Biblia nyingine, lakini kwenye Biblia yangu nimejaribu kusoma tafsiri mbili tofauti, inasema mafuta mazuri. Sasa hiyo ya mafuta mabichi najaribu kutafuta ni wapi, kwa sababu inasema mafuta mazuri. Umesoma mstari upi? Zaburi ipi? 133. Okay. Kwa hivyo nafikiri swali lako hapo ni kwamba unatafuta mahala imetamkwa mabichi na sio mazuri. Yeah, kwa sababu kuturu yake kwa nini mabichi, lakini naona yameandikwa mazuri katika tafsiri mbili nilizosoma za Biblia. Amen. Haya. Mwenye swali kwa anasema kabisa kwamba haiko katika sema kufungua Biblia yake. Anajua Kristo wengi katika line hivi sasa. Yupo anataka kutusaidia sehemu gani ambapo imetamkwa mabichi? Tuanze katika hilo kwanza. Sehemu ambapo imeandikwa mafuta mabichi. And then tuanze kulishughulikia hilo kwamba also special about mabichi. Kuna mtu ameikuta mahala?
Zaburi ya 92 mstari wa 10. Umesema 99:10 au 92:10? Okay, 92:10. Aha. Tutasoma kile ilivyoandikwa hapo. 92:10 inasema, bali pembe yangu umeinua kama pembe ya nyati, nimepakwa mafuta mabichi. Sasa katika ile tafsiri ya watoto wa shangazi, mstari huo unasomeka, but my home you have exalted like a wild ox, I've been anointed with the fresh oil. Ndio lugha ya mashangazi inavyotamkwa. Sasa umepata nafasi ya kusikiza sehemu ambapo inasema mafuta mabichi. Dada Mese, umeelewaje hapo? Kwa nini mabichi? Ama mwingine? Amen. Naona kwa Kiingereza kidogo imekuja tofauti kwa sababu mabichi and fresh is something different ukiangalia. Kwa Biblia ya Kiingereza uliosema kwamba fresh anointing oil, it means it's something pure. Yani it's something akija na unajisi, unaweza kusema akija najisiwa, ni something clean. You know, kwa hiyo unaweza kusema ubichi is something that is kisafi, nikiweka katika maana hiyo ukisoma katika Kiingereza hivyo sema. Amen. Asante sana. Mchangaji wa kwanza anasema kwamba ni mabichi kwa sababu hayo ni fresh, ni pure. Gavana. Kuna mtu mwingine mwenye Amen. Karibu, jina la kwanza hapa ulipo. Amina. Sasa inaposema mafuta mabichi, unajua lugha, hata katika kufundishwa masomo ya kibiblia tunafundishwa, hata waliokuwa wanatafsiri hizi Biblia walikuwa wanatafsiri kutokana na lugha zao at that time. Kwa mfano Biblia zetu sisi haswa nyingi za Kiswahili unaona zimetafsiriwa na watu wa Kenya. Unaona kabisa maneno yao yako hivyo, lakini it doesn't matter kwa sababu Kiswahili ni lugha tajiri. Inaweza ikasema mabichi, inaweza ikasema safi, it means fresh anointing. Ukiipeleka hii nini maana yake ni kwamba anapozungumza yani yule mtu kama I've been anointed with a fresh oil ni kwamba amepata upako mpya wa kiroho. It's not physically, sio kimwili, ni kiroho. Kapata nguvu mpya. Kama ni alikuwa ameinama, basi nafsi imeamka upya, nimebarikiwa upya, nimepata baraka mpya. I can move on, naweza nikatembea, nikatoka, nikafanya mambo makubwa sasa. Yani ni ile hali ya ku recognize kwamba nimebarikiwa kwa upya, nimepata nguvu mpya, nimepata maono mapya, nimejisikia kujazwa nguvu upya ya kuendelea kuifanya kazi ya Mungu au kumove on kutoka katika lile eneo la majaribu kwenda kwenye eneo jingine. Kwa kifupi kabisa. Amen. Amen. Asante sana mwalimu, mchungaji Lilian kwa changizo lako hilo. Takaribisha mtu mwingine wa mwisho. Bwana asifiwe. Kuna mtu mwenye Amen. Karibu. Asante. Nilikuwa na tafsiri niangalia kwenye Biblia tofauti. Nimesoma zaidi ya Biblia 4 sasa hivi. Lakini maana ya mstari wa Zaburi 62 ule mstari wa 10 inamaanisha amesema, ukisoma pale amepata mafuta, ameanza kama nguvu ya nyati alafu akasema mafuta mabichi. Tunamjua nyati ni nani? Ni mnyama mkubwa. Anaposema hivyo inamaanisha kwamba nimepewa nguvu nyingine, ushindi mwingine, nimeinuliwa na Mungu kwa upako mwingine. Maana neno mafuta ni uwepo wa Mungu, ni neema ya Mungu, ni roho ya Mungu. Ndio maana unakumbuka Mungu anapomtuma Samueli kwenda kwa Daudi, alikuwa anaenda
kumsikia ampake mafuta, alikuwa anaenda kumpa nguvu ya Mungu ya kutenda kazi. Hiyo ndio maana yake. Namshukuru sana kwa sababu ya mpako mafuta wa Mungu. Mchungaji Lilian ameiweka very clear. Na uzuri maswali ya leo yote yaliyokuja ni ya kutupeleka kwenye Biblia, ili tusome tafsiri tofauti tofauti. Yani ni kama Roho Mtakatifu ametembea. Kama watu tumeweza kuangalia kuanzia swali la kwanza mpaka la mwisho, linamaanisha omba Roho Mtakatifu akufunulie juu ya hiki kitu ambacho kinaulizwa. Kwa hiyo ndio maana ya lile neno. Na ukiangalia ile Zaburi ya 33, anaanza kuongea juu ya ndugu. Akasema ni kama mafuta mazuri ya miminao. Yani manake ni kama upako wa Mungu umemiminwa kwenye zile familia. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen, amen, amen. Sana kwa chengezo lako zuri hilo. Na kwa sababu muda basi nitaweka nukta kwa siku leo, lakini kama ilivyo kawaida, kwanza nirudi kwa muuliza swali pale New Jersey. Mtumishi wa Mungu dadangu Mwalimu Olivia, tumekusogeza ama umegota? Kabisa. Alafu kitu cha ajabu, siku zote mimi nikisoma hapo 133, hiyo mazuri huwa sioni, naona mabichi. Sijui ni kitu gani kikote na hapo. Amen. Mbarikiwe sana watumishi. Amen. Naam, basi naomba tuweke nukta kwa siku leo. Nashukuru wote kabisa ambao tumekuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho. Ilikuwa ni kipindi cha Bible Study, maswali na majibu kwa dakika 90, kipindi cha 5 kwa mwezi huu, kwa mwaka huu 2026. Kwa kweli kipindi kizuri sana kama alivyosema dadangu mtumishi wa Mungu Mwalimu Glorify na wengine wote, najua tutakobeana katika hilo. Kabla hatujagana vizuri, kama ilivyoada, basi ni wakaribishe wenzetu wa Outreach Ministry watuongoze katika declaration yao ile, and then tutaingia katika matangazo pamoja na mchungaji, and then tupate nafasi ya kutawanyika. Matangazo yanakuja hapo, subiri hapo kidogo. Tuanze kwanza na Outreach Ministry. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Bwana. Amen. Nashukuru sana Jerry. Basi kama mnafahamu wapendwa, declaration yetu ya mwezi huu wa 5, tunaendelea kudeclare kwamba familia zote na vizazi vijavyo katika nchi ya Marekani na katika familia yako vitakwenda kumtumikia Mungu. Itakuwa ni taifa ambalo linamcha Mungu. Kwa hiyo hapo ulipo, basi wapendwa, kwa nguvu tulikuwa nayo katika Bible Study, basi hebu tuhamishie sasa, tukifanya hii declaration kwa nguvu na kwa umoja kabisa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, tunakuja mbele za uso wako tukideclare na kufanya declaration kwamba familia zote na vizazi vijavyo katika nchi ya Marekani vitakwenda kumtumikia Mungu. Baba, asante kwa ajili katika state ya Oklahoma, state ya Mississippi ambayo niko sasa hivi Baba, katika familia yangu ya kina Mangesho na wengine wote Baba, tutakwenda kumtumikia Mungu katika hofu na katika nguvu Baba, na vizazi vijavyo, vizazi vya uzao wangu vijavyo Baba, tunadeclare katika jina la Yesu kwamba Mungu tutakwenda kumtumikia Baba, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru. Amen. Sasa mtumishi wa Mungu mchungaji Mangesho, mwenyekiti wetu wa ministry yetu ile Outreach, kwa kutongoza vizuri kabisa katika declaration ya mwezi wa 5 ya Outreach Ministry. Nimkaribisha tena sana mtumishi wa Mungu mchungaji Reverend Dr. Absom Nasua kwa nasaha zake, na kama kuna tangazo anaye tutoishi kipindi kwa sala ya jioni, lakini kwa sababu basi usiondoke, kuna tangazo linakuja. Karibu mchungaji Nasua. Amen. Asante sana. Basi nichukue nafasi hii kushukuru dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mungai Mshana, Jerry, wewe mwenyewe, Elda Biabato, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnaoifanya, na Mungu awabariki sana. Amen. Jambo la pili, ni mshukuru Mungu kwa watu wote kabisa ambao wameingia kwenye Bible Study yetu ya leo, lakini pia kuuliza maswali, kuchangia kwenye kujibu,
hiyo ndio njia ambayo tunafundishana kila mmoja na mwenzake, na Mungu awabariki sana sana. Jambo la tatu, basi niendelee kuwajulisha kwamba chuo chetu tumekwisha kifungua na tuna siku kama 12 sasa kwa ajili ya last registration au late registration. Kwa hiyo nipende kukushukuru wewe ambaye umehusika kuhamasisha watu kujiunga na chuo, na wewe ambaye umejiunga kwa level nyingine, ulikuwa na certificate sasa umeenda kwenye diploma, au ulikuwa kwenye diploma umerudi na kwenda kwenye degree. Hiyo ni kitu kizuri sana, kwa sababu kama nilivyosema, the more unajua habari za Mungu, the more Mungu anakutumia kwa ajili ya kazi yake. Kwa hiyo unapojiunga na chuo, mbinguni pia wanafurahi. Tunajua jambo moja, mbingu inafurahi mtu mmoja anapookoka. Lakini jambo la pili ambalo linabariki moyo wa Mungu ni pale unapokwenda kujifunza ili uweze kuwa msaada kwa watu wengine. Kwa hiyo ni kwa encourage, ni kutie moyo, jifunze. Unapojua habari za Mungu hupotezi. Na Mungu awabariki sana mliojiunga kwa stage zingine, ambao mmemkaribisha watu na ambao mnaendelea na chuo. Mungu awabariki sana sana. Amen. Amen. Na baada ya hapo sasa niende kutoa baraka za mwisho. Mungu wetu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye siku zote ahadi zake ni kweli na amini, awalinde, awatunze na afanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen, amen, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa hayo moja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa nasaha, kwa matangazo na kutulisha kipindi kwa sala ya jioni. Dawati achukua nafasi kuwashukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho kwa siku ya leo. Na kabla sijafika huko, basi niweke tangazo moja ambalo limetoka kwa wenzetu wa Prayer Line Ministry kwa siku ya kesho, ikiwa ni Ijumaa ya mwisho wa mwezi huu wa 5. Kumbuka basi kuungana nao katika kipindi kile cha mkesha wa maombi. Kama kawaida, na safari hii basi tutakuwa naye mtumishi Bishop Steven Nyanzila kuandika katika fulani. Nafikiri kila mtu ameshaiona ipo katika makundi yetu yote ya umoja. Jiandae katika hilo, ni kipindi kimoja kizuri kabisa ambacho tutakuwa nacho mara moja kwa mwezi. Dawati tuna nafasi kuwashukuru wote ambao tupata nafasi kushirikiana mwanzo mpaka mwisho kwa siku ya leo. Kaniposema ni kipindi cha 5 cha mwaka huu wa 2026 cha maswali na majibu. Tuweza kupata mada kubwa 6 au watekenya mada 11, midahalo ilikuwa kama 23 hivi. Dada Messi Lazaro kwa maswali na machangizo 5 jumla kwa siku ya leo. Dada Winnie kule Washington State kwa machangizo 2. Mchungaji Mangesho kwa machangizo 3. Mchungaji Lina Joseph kwa machangizo 4. Mwalimu Glory Show kwa machangizo 5. Brother Allen Mfuru huku Houston kwa machangizo 2. Mama Favor sio kwa muda, tumekushukuru kuweza kusikia kwa siku ya leo, pamoja na Bibi Favor kule Illinois. Mmeweza kumsikia mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Nasua akishiriki leo kujibu maswali, lakini swali la mwisho unaweza kumsikia kwa mtumishi wa Mungu Mwalimu Olivia Andrews kutoka pale New Jersey. Baada ya tumishi ambao nimeona katika line, inawezekana kupata nafasi ya kusikia pamoja na Dr. Nasua na mchungaji Mangesho na Olivia, waweza kumsikia mwalimu Glory Show pale Arusha, alikuwepo kumsikia mwinjilisti Gladys Msemo, na unaweza kupata nafasi kumsikia vile mtumishi wa Mungu Pastor Lilian Joseph kutoka Houston. Kipindi kingine cha namna hii tutakuwa nacho mwezi ujao, itakuwa tarehe 25 kwa huku Marekani, 25 Juni, 26 kule kwingineko, muda na wakati kama wa leo. Kipindi kingine cha maswali na majibu ikiwa ni cha 6 kwa mwaka huu. Basi dawati nachukua ushukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja. Tukutane katika kipindi chetu kijacho, na kwa wiki inayokuja tutakuwa na somo jipya, mwalimu mpya, somo zuri kabisa kutangazia baadaye. Tunalimalizia kidogo, baada kuwa tayari katika kipindi kimoja kikubwa kizuri sana cha kusisimua. Dawati zima la Umoja Sisi Bible Study la Priska Mgae Mshana, Hilda Batukari, Jimmy Msemo na Allen Furu, naitwa Jerry Mkonyi. Tukatika wote amani ya Bwana, usiku mwema, jioni njema kutokana na majira na wakati ya pale ulipo. Niangalie kama niko tayari kutangaza kuhusu kipindi kijacho. Yes.
Kwa mwezi wa 6 tutakuwa tuna somo lifuatalo. Mwezi wa 6 tutakuwa tuna somo lifuatalo: promise, process and promotion, yani ahadi, mchakato na kuinuliwa. Itakuwa ni somo ambalo tutakuwa nao kwa majuma 3, part 1, 2 and 3, takamata mwezi wa 6, na tutakuwa naye mtumishi wa Mungu basi Dr. Zakayo Nzogere wa hapa Dallas. Tumo baadaye kidogo, lakini kumbuka basi mwezi wa 6 tutakuwa naye mtumishi wa Mungu Dr. Zakayo Nzogere katika ahadi, mchakato na kuinuliwa. Ni somo zuri. Unaweza kusoma kitabu cha Mwanzo kwa wakati wako, lakini itakuwa ni Mwanzo 37 mpaka 50, 37 mpaka 50, somo zuri la kusisimua. Amen. Basi tunataka wote mwana Bwana tukutane katika vipindi vita vijavyo. Amen. Amen. Amen.